nimekutana na mtu mmoja anasema kwamba Isalitu hamna anachokiweza zaidi ya mapigano, ila anaingia kwenye mapenzi kama anajaribia hivi. Mwisho wa siku kwenye maisani umerudi. Ushakusikia haya maneno? Ni sawa, mimi nimesikia kwa sababu hakuna mtu yote anayenijua, mimi ndo najijua vizuri. Yeye kama anaona mimi kwenye ngumi ndo niko vizuri, ni vizuri, umo ila siku nyingine mimi nitamsurprise. Mimi ni mwigizaji kiraka, wewe umeelewa, lakini ukisema unanisoma eti pate hii niko vizuri, japokuwa kwenye movie za action horror, yani mimi napenda zile movie za challenge. Unajua drama ni kitu rahisi sana, drama yoyote anaweza akafanya, lakini action sio yoyote anaweza akafanya. Kwa mimi napenda kufanya kitu ambacho sio yoyote anaweza akafanya. Lakini uko comfortable sana ukifanya ni character design gani? Mapenzi ama mapigano? Mapigano, movie za kutisha hivi, unajua movie fulani ambayo inakuwa na story ya tofauti ambayo mtu yote akiangalia anaona kuna kitu cha tofauti kidogo tumekileta. Hata kama mapenzi, unajua mapenzi hatuwezi kuyakwepa. Hata hizo kwenye mapigano tunaweka mapenzi. Ndio maana mtu yote akiangalia Maisani anaona mimi najaribu kutaka kugusa kila kona, kwenye comedy, kwenye mapenzi, kwenye action, adventure. Yani mkamate kila mtu ambaye ataingia kuiangalia, nisishike tu watu wa ngumi peke yake. Mapokezi ya Maisani unasemaje? Makubwa, tunamshukuru Mungu, watu wameipokea vizuri, hata Wizara ya Sanaa wameona ni kazi nzuri. Wazazi wetu bodi ya filamu wameipokea, wameikagua, wameona ni filamu ambayo inaweza ikatuwakilisha kimataifa kidogo, unajua Wananchi mimi nakubali wameipokea vizuri. Toka nilivyoomba kwamba nitafanya uzinduzi Mlimani City, watu wajitokeza, walinunua tiketi. Nilivyo announce kwamba inapatikana kwenye application ya Zamax, watu wameingia, wanalipia, na feedback naona watu wanakuja wanakuambia walichokiona. Wale ambao hawajapenda sehemu wanakuja wanakupa maoni yao, bana ongeza kwenye hiki. Walio enjoy wanakuambia tumeenjoy ile filamu mwanangu, tuondoke. TAFA 2026 ulichukua mzee wangu? Tuzo kama 6 zote. Ulitarajia? Of course. Nilitarajia kwa sababu lengo la kufanya kitu mpaka unaingia sehemu unatarajia matokeo mazuri. Kwa hata sisi, mimi pamoja na timu yangu yote ya Maisani, tunaifanya Maisani, tulijua kuna sehemu itatufikisha, ndio maana hatakuwa na haraka kwenye kuifanya Maisani. Tulitaka tuifanye iwe filamu ambayo ikija ikaonekana mtu asijutie kuiangalia. Lakini pia tunashukuru Mungu kwa sababu tulikuwa tunataka kumtangaza action star wa kike. Na kweli ameenda, watu wamempokea vizuri kwenye movie ya action, wanaona mwanamke kwamba kuna kitu amekifanya, na mimi ndio, na sisi na timu yetu nzima ya Maisani ndio ilikuwa ndoto yetu. Kwa tumefanikiwa kwa lengo, tumesogea. Moja kati ya segment ambayo watu walijaji sana na ile kuhusiana na msanii bora wa kiume. Watu wakasema Isalitu, wengi maneno walikuwa ni mengi sana, ulisikia yale. Wengine kama wanasema kwa nini fulani. Kulikuwa na Kobisi kama sikosei. Alikuwepo na ndugu yetu nani huyu hapa Gabo. Sasa mfano Kobisi mimi sikuwa naye kwenye category moja. Mimi nilikuwa kwenye category mbili tofauti. Japo kuna moja nilikuwa naye ambapo mimi hata ushindi wangu yeye umuhusu. Mimi nilikuwa kwenye best actor Tanzania ambayo haipigiwi kula, ni majaji wanajaji. Yeye Kobisi alikuwa kwenye best actor audience choice ambayo wapigaji kula ndo wanajaji. Alafu mimi sikuchukua hicho kipengele, nilichukua kitu kingine. Unaelewa? Lakini pia kazi ya Maisani ni kazi ya kitofauti, unaelewa? Kwa sababu mtu mpaka anachukua movie ya tuzo bora, haijalishi wewe una muda gani kwenye mtu mpaka anachukua tuzo ya best actor, haijalishi wewe una muda gani kwenye game. Ni nini ambacho wewe umekifanya kwa muda fulani kwa wakati huo cha kitofauti kuliko wenzi. Hicho ndio kitu ambacho watu wanatakiwa wakielewe. Najua ndio maana hata mimi mwaka 2021 niliweza kuchukua tuzo kwa mara ya kwanza. Nilikutana na kaka zetu ambao ni wakongwe, lakini ndani ya hiyo miaka mitatu miwili mimi nilifanya vizuri, na ndio maana nikapewa tuzo. Na haimaanishi kwamba mtu anayepokea tuzo labda yeye ndo atakuwa bora milele. Tuzo ni kwamba mtu amefanya vizuri ndani ya wakati fulani. Ndio maana hata kwenye waandaji wa tuzo wote wata announce kwamba labda sisi tunachukua movie kuanzia mwaka fulani hadi fulani. Kwa ndani watu wanaangalia ndani hiyo miaka nani kafanya vizuri. Ndio watu ambacho wanatakiwa wakielewe. Sio kwa sababu wewe upo tu unaonekana sijui na mashabiki labda kwenye tamthilia fulani ukajua utachukua tu tuzo. Haipo hivyo. Tuzo hazitolewi kwa miemko ya watu wanakuangalia vipi. Inachukua kwa ubora, nini umefanya kwa wakati huo, umekuja na uhusika wa tofauti gani. Sio kila kazi wewe mmoja unaonekana uhusika ule. Huwezi kuwa bora, unatakiwa ubadilike. Ndio maana mimi leo nacheza Luka kwenye Jua Kali, unaniona tofauti, nimeleta Maisani nina muonekano tofauti. Nilivyoproduce pia series ya Bunji nilikuwa na upara tofauti. So game linataka vitu tofauti, hata mtazamaji akiangalia tuweze kumteka. Unajua tusilete vitu vile vile afu anategemea tupate tuzo au usifie ufanye nini. Tuje na vitu vya tofauti ambavyo tutashindana, sio ndani tu, pia nje. Wenzetu wanafanya vitu vikubwa, majirani ukiangalia wa Kenya, wa Nigeria, wa nani wanatoa mavitu, unaelewa. Lakini sisi kusema tuvutane, mimi nianze kushindana eti Kobisi anichukue, mimi nimechukua tuzo ya mwigizaji bora, ni utoto. Hatuwezi kukua bro, au sijui Blaza Gabo achukie mimi nimechukua tuzo, au mimi nichukie Gabo kuchukua tuzo. Hatuwezi kukua. Mimi mshindani wangu hayupo humu ndani, mshindani wangu yuko nje. Sisi humu ndani nataka tuwe
tuwe kama team, tufanye collaboration, ndivyo ambavyo tunaweza tukainua industry yetu, kwa sababu watu wanaidharau Bongo Movie, wanahisi imekufa. Na sisi tunavyozidi kuwa kutengana, ndivyo tunaaminisha watu kwamba Bongo Movie ni upumbavu, wakati Bongo Movie sio upumbavu, ni kazi. Ni kazi ambayo inatupa heshima. Leo unanioje ni kwa sababu umeona kwenye Bongo Movie, ningekuwa nobody singenipa hii time ambayo unanipa sasa hivi. Kwa Bongo Movie na heshima yake, ili tuendelee kuilinda heshima yake, ni sisi kuwa wamoja, ni sisi kuungana. Tushindane na mataifa ya nje. Sasa hivi ujinga wa kushindana humu ndani ni utoto. Kipi sasa? Yani nini ambacho mimi nitaigiza ni eti Gabo ashangae, au mimi nitaigiza labda Saddam Nawanda ashangae, au Nawanda ataigiza nini ambacho mimi kitanishangaza? Unanielewa? Hakuna. Competition yetu iko nje, sio ndani. Mimi nimetoa maisani, mwingine atoe kitu kingine, ili tuendelee kukuza game. Sio tunashindana ujinga. Ukipewa nafasi labda ushauri chochote kwenye mamlaka kwenye jambo zima la tuzo, ungeshauri nini? Thamani na value ya kitu ambacho wanatupa, ile trophy kikubwa. Unajua watu wanaamini labda sisi kwenye mambo ya tuzo tunataka hela. Hakuna hela ambayo utanimlipa mtu moyo wake utakuwa na amani. Na ndio maana hata tuzo za Oscar, mfano Denzel Washington anachukua tuzo ya Oscar, utamlipa bei gani wakati kwenye movie zake amezoea kulipa mabilioni, unajua? Lakini ile trophy kipewa thamani ndio kitu pekee. Wajitahidi hata trophy zetu atutengenezee hata silver, hata shaba, unajua? Hata wale wawekezaji wakaona sisi tunachukua ile tuzo, hata mashabiki wakaona tumeishika tuzo ina thamani, watatuheshimu. Lakini kama tuzo zetu hazipewi ile, hata watu wakisikia tena tamasha lingine la tuzo watatuchukulia poa. Kesho akisikia Isalito movie yake imechukua movie bora, afu kesho anaiuza, mtu ataidharau kama tamasha halijapewa thamani, ile trophy haijapewa thamani. Lakini trophy kipewa thamani, hata mtu ambaye movie yake itachukua tuzo itaheshimika, au mtu ambaye atachukua tuzo ya best actor au actress ataheshimika. Kwa kikubwa, waandaaji sisi wazazi wetu tunaomba issue letu, tamasha au festival zetu za tuzo zipewe thamani. Yani ile trophy ambayo mtu anaenda kuishika, ambayo anajua kweli nimeipigania, nimeiombea kula, kweli inaenda kunipa heshima kwenye jamii, labda kweli inaenda kunifungulia milango ya deals tofauti tofauti, ipewe thamani. Hata mtu akiishika aseme wow. Mimi bro naongea hivi kwa sababu 21 nimechukua tuzo, ngapi nimechukua tuzo ni za mbao, unanielewa? Kwa mpaka leo ukija ukaniambia ilete ile tuzo 2021, nitakuletea nini? Unanielewa? Hakuna kitu muhimu kwa sisi watu wa entertainment kama ile trophy. Unanielewa? Ikiwepo ndani na iona nazidi kunipa hasira, kila siku nazidi kunipa chachu. Lakini kesho imevunjika nachukulia poa hata. Kwa kubwa sisi tunajua wanajitahidi, wanatupush. Hata mwaka huu unajua Tanzania tulikuwa tuna festival. Zifu ndio alikuwa na festival labda sehemu nyingine, lakini kwa mwaka huu wametuletea festival. Sisi tunawashukuru, ni hatua nzuri. Kwa kikubwa tunaomba waweze kuweka nguvu kwenye trophy. Niliwahi kuzungumza siku moja na Nawanda, anasema yeye hatotokea siku moja kwenye tuzo yoyote, sababu anasema tuzo hazina thamani ya pesa. Yani kwa maanisha kwamba mtu anachukua msanii bora wa mwaka walau apewe kiasi kinachoendana na vile. Sio mtu anachukua tuzo mwisho wa siku anagewa jiko la gesi. Ni namna fulani hivi alikuwa anataka thamani ya pesa iongezwe, labda msanii bora ilikuwa natarajia sasa hivi ni kuone sasa hivi ndugu yangu Isalito walau na milioni 80 20 kuchukua kwenye ile tuzo. Kwako imekaje? Balasha zidi kunona ama ndo hapa kwenye thamani iongezwe kama dhahabu? Na ndio kusema hela ya msanii haipo kwenye tuzo. Sawa, kuna tuzo zingine watu wanatoa trophy. Kuna tuzo zingine watu wanatoa pesa, it's okay. Lakini 90% ya awards watu watoi pesa, ni ile trophy, ni heshima. Mimi namuelewa Nawanda anachokiongea, lakini hata mimi nimeshaongea hapa nyuma, nimekujibu nini ambacho kifanyike ili sisi wasanii wasitone tukiongea, naelewa yeye. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sisi wanaweza wakatufanyia vikaendelea kutulinda na kutupa umoja, wakiweza kuheshimisha kwenye vitu muhimu ambavyo vinatuconnect. Ndo kama matamasha. Unajua matamasha na tuconnect si vijana tunaonana. Mimi siwezi kuonana tu na msanii mwenzangu ovyo ovyo, lakini vitu kama uzinduzi wa movie, matamasha au kama hizi issues leo madam hata anavyokabidhiwa mambo ya nini, ile ndio sema ambazo zinatukutanisha. Kwa maeneo kama hao matamasha kipewa thamani, kipewa heshima, basi hata movie zetu zitakuwa na heshima. Mtu atojali hela yetu sasa, mimi langu ipo pale nitapolipa au nitapozalisha movie au labda nikipata matangazo, sio kwenye tuzo. Hata kama mtu akiamua kwenye tuzo kuweka bahasha ni ameamua, ile trophy bro, ile ndio iwe na thamani. Yani hapo tu wakiua. La mwisho la kumalizia, kuna hii mchakato wa baadhi ya tuzo ya ili mtu kushinda lazima apigiwe kula. Na zile kula zimekuwa ni za pesa. Utakuta message moja ni shilingi 1000, sometimes message moja shilingi 500. Kwako imekaje? Ni sahihi watu ambao wanakupigania wewe kula, kupigia wewe kula waweze kulipia? Ndio hicho ambacho nakisema. Umeona ninachokiongea? Yani kwenye festival, tamasha lote la tuzo, pesa itapatikana. Kama unaweza ukalazimisha mtu avoti kwa kulipia, kwa nini trophy yetu usiwekea thamani? Kwa ni sawa watu kuvoti kwa pesa, imradi tu lile tamasha likija likaonekana mtu aseme kweli nilipiga kura yangu na nililipia. Lakini tamasha
kweli nilipiga kura yangu kwa kulipia, lakini mtu aliyechukua tuzo iliyoshikwa, na nielewa, kwa sababu Watanzania kusupport sio wachoyo. Yaani Mtanzania kusupport kitu cha nyumbani bro, sio wachoyo, unanielewa. Kwa hiyo tuwaonyeshe pia hata sehemu wanazosupport na sisi tuweke nguvu. Hata watu ambao wanalalamika kwamba labda matamasha yetu yapewe nguvu, na kazi zetu tunazozipeleka kwenye matamasha ziwe kazi. Sio tunakazania watu watupepesa pesa kwenye tuzo alafu kazi zetu za kawaida, kazi zetu hazishtui, kazi zetu za kuombaomba. Ni watu wanaangalia tu kwa sababu hawana namna, hawana la kuangalia. Hawana mbadala. Tusifanye hivyo. Watanzania sasa hivi wanajua Mtanzania sio mshamba wa kitu kizuri. Tanzania sio mshamba wa picha nzuri kwenye movie. Tutengeneze story zetu za kitofauti. Mtanzania watatupenda tu. Kama wanapenda kazi wasizoelewa lugha, itakuwa lugha wanaoelewa bro. Tutoe vitu. 2027 tunachukua tuzo nyingine, matarajio. Sifanyi tu pia kwa ajili ya tuzo. Wewe sema 2027 na waletea nini? Kusema nafanya kwa ajili ya tuzo itakuwa uchawi sasa. Nini tutarajie mashabiki sasa? Sio watarajie tu jambo zuri. Mimi sipendagi watu kuambia sana. Mimi kikubwa kwa sasa hivi nimeachia movie ya Maisani ambayo unaipata kwenye application ya Azam TV Max kwa shilingi 2000 tu kwa wiki. Sasa hivi enjoy na Maisani. Mimi siwezi kuahidi nini nitakileta, lakini nakuahidi nitakuletea kitu kizuri ambacho kiangalia utaenjoy.